Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Karibuni katika darasa za Mwalimu Abul Hassan Jumar, mtaalamu wenu wa elimu za namba na kutafsiri ndoto mbalimbali na kutatua shida zetu zinazohusiana na maisha yetu ya kila siku na kutatua maradhi ambayo yapo katika miili yetu, ambayo yanahusisha maradhi ya kimwili na kuna maradhi ya kiroho na kuna maradhi ya kiakili. Lakini pia tunatatua maradhi ya kishaitani au ya kijini. Na kawaida katika darasa zetu tumekuwa tukitoa elimu mbalimbali ambazo zinakuwa zinaleta faida ya maisha yetu ya kila siku. Na hapa nachotaka kuelezea ni kuhusiana na elimu ya kiroho, ambayo tutaelezea ni jinsi gani tunapata kurithi, yani vizazi au vinasaba ambavyo tunavyovirithi kutoka kwa mababu huko, na hii ni kanuni ambayo nitakayoielezea kama ifuatavyo. Kwanza, kitu cha kwanza ambacho tunataka kuelezea ni kuwa, je, unawajua wao? Hakika wao wanakujua wewe. Yani hii ndio unwani au ndio address ya hii darasa yetu, yani ya topic yetu au ya maudhui yetu au mada yetu. Je, unawajua wao? Hakika wao wanakujua wewe. Je, unawajua wao? Hawa ni mababu sasa huko ambao tutaendelea nao mpaka mababu wa 10 au kizazi cha 10. Lakini pia hakika wao wanakujua wewe. Ina maana wewe kama hauwajui wao, basi wao wanakujua wewe. Na kaida hii imekuwa zaidi ni ya vinasaba, kama tunavyoamini sayansi zinavyotusaidia kurahisisha mambo mbalimbali. Na hii ndio nitakuwa naelezea kwa kutumia kanuni ya kizazi ambayo inasomwa kama ifuatavyo, na mtaona hapo katika na nafasi yetu kama darasa linavyopita katika ubao huo. Inasema ni n ni 2 over n raised to the power of 10. Yani 2 over n raised to the power of 10. Kwa maana ni 2 gawanya kwa n kisha uipande kwa juu ya ngapi? Ya 10. Hii ndio kanuni. Ikiwa ina maana ni kizazi cha kwanza mpaka kufika kizazi cha 10. Kwa hiyo hapa tutaangalia kama hesabu vile tutakavyokuwa tunaashiria. Tayeb, hili ni darasa muhimu ambalo napenda lifike kwenu. Na kwa nini nalifikisha tutaona huko mbele kama itakavyokuwa, ni faida gani itakayokuwa inatusaidia. Kwa hiyo hesabu hii ambapo n ni idadi ya vizazi, tunafikia fahamu ya kina kuhusu mizizi yetu ya kifamilia kufikia kizazi cha 10. Kwa hiyo unakuwa na wazazi wa mmoja kwa mmoja mpaka utafikia wazazi 1024. Inapatikanaje hesabu hii? Tutaangalia. Hii ni kuwa inajumuisha ukoo wa baba na mama, ikimaanisha ukoo wako wewe umeungana kwa kina na familia nyingi na historia tofauti tofauti na tamaduni mbalimbali. Kwa hiyo huu hapa ni muhtasari wa jinsi ukoo unavyokuwa kwa kasi zaidi, na kizazi, idadi, na maelezo yale ya mahusiano kama nitakavyokuwa nimeelezea. Kwa kawaida namba 1, yani kizazi cha kwanza, idadi yake huwa inakuwa ni wanandoa wawili, yani baba na mama. Hiki ni kizazi cha kwanza. Alafu kizazi cha pili huwa kinakuwa kina idadi ya watu 4, ambayo itakuwa ni baba, mama, alafu na baba zao ambayo itakuwa ni babu na bibi. Alafu kizazi cha tatu huwa inakuwa ni watu wangapi? 8, ambayo anakuwa ni babu wa babu, ambaye tunasema ni babu mkubwa na bibi mkubwa. Hiki ni kizazi cha tatu. Kizazi cha 4 huwa inakuwa ina idadi ya watu 16, ambayo itakuwa ni babu wa babu wa babu. Inakuwa ina idadi ya watu wangapi? 16.
Kizazi cha 5 kinakuwa na idadi ya watu 32 ambaye anakuwa ni babu wa 4. Na kizazi cha 6 inakuwa, yani na maana wanandoa wanakuwa ni 64 ambaye anakuwa ni babu wa 5. Na kizazi cha 7 kinakuwa na idadi ya wanandoa 128 ambaye anakuwa ni babu wa 6. Na kizazi cha 8 kinakuwa na idadi ya wanandoa ni 256 ambaye atakuwa ni babu wa 7. Na kizazi cha 9 kitakuwa na idadi ya wanandoa 512 ambaye anakuwa ni babu wa 8. Na kizazi cha 10 kama tulivyoashiria hesabu yetu ile ya 2/n, ni kwamba raised to the power of 10 inakuwa iko kwa 1024. Kwa hiyo inakuwa ni babu wa ngapi? Ni babu wa 9. Kwenye kizazi cha 10 anakuwa ni babu wa 9. Tukianza na kizazi cha kwanza, katika maelezo ya mahusiano mwanake anakuwa ni baba na mama. Alafu kizazi cha pili wanakuwa ni wazazi wa wazazi. Alafu kizazi cha 3 wanakuwa ni babu wa mzazi. Alafu kizazi cha 4 inakuwa ni babu wa kizazi cha 3. Na kizazi cha 5 inakuwa ni mzazi wa kizazi cha 4. Na kizazi cha 6 inakuwa ni mzazi wa kizazi cha 5. Na kizazi cha 7 inakuwa ni mzazi wa kizazi cha 6. Na kizazi cha 8 inakuwa ni mzazi wa kizazi cha 7. Na kizazi cha 9 inakuwa ni mzazi wa kizazi cha 8. Na kizazi cha 10 inakuwa ni mzazi wa kizazi cha 9. Tayib, somo kama hili kuna vitu vingi sana vya kutaka kuangalia, na ni kwa nini nimependelea zaidi kufikisha ni kutokana na ukuaji huu wa kielelezo unatufundisha kuwa maisha mengi na hadithi nyingi zilihitajika ili wewe uwepo leo. Yani wewe ambao utakuwa mzazi, wewe mwanamume na wewe mwanamke, au wewe mvulana na wewe msichana, mnapooana basi ujue mpaka kufikia wewe huko nyuma kumekuwa kuna kielelezo katika maisha mengi na hadithi nyingi ambazo zilizohitajika ili wewe leo uwepo. Je, unawajua waliotoka histori zao? Au huko mpaka kupatikana wewe unajua mapambano yao? Je, unajua imani zao? Bila wao ina maana usingekuwepo. Na ukiangalia katika mstari huu unakuwa unagusa imani nyingi kuhusu roho za mababu, yani wa mababu waliopita, kwamba bado wapo na sisi na wakituangalia, wakituongoza na kutushika mkono kiroho. Kwa hiyo utaona katika maelezo kama haya tutaangalia kwenye mambo ya kijadi, baadhi ya makabila kwa Tanzania. Kwa mfano kuna Wachaga, kuna Wagogo, Wazaramu, wana mila zao za kuwataja mababu, japokuwa sio maarufu sana kwa sababu watu wanaona hamna umuhimu kuja kutaja tena kwenye kizazi kile cha 4 au kizazi cha 5, ambapo unapata kizazi cha 4 maana yake ni wanandoa 16. Kuna baadhi ya makabila au Waarabu na wengineo wanakuwa wanatunza history zao zile za mababu zao, wanakuwa wanazitunza, zinaenda mbali zaidi, watu wana mababu mpaka 90. Kwa hiyo utaona ni jinsi gani kumekuwa parefu zaidi. Kwa hiyo utaona jambo hili nimelitaja kwa sababu gani? Ni kutokamana na kurithi zile nguvu. Na hapa kuna siri ambazo ziko kama 2. Kuna baadhi ya watu wanapokutana kimwili wakajamiiana, manaki wanakuwa wanabakishiana zile nguvu, vile vinasaba. Ndio maana ukasikia watu wanasema ukikutana na mtu fulani unaweza ukapata bahati, ni kutokamana na ile historia yake ya mababu zake na nguvu zao mababu zake huko nyuma. Kama atakuwa na mabalaa, mikosi, manake na wewe utakuwa ni sehemu ya kuipata hiyo mikosi. Na kwa sababu mmeshawekeana zile mbegu, mmeshaingiziana vile vinasaba, manake vinakwenda kukaa katika mwili wako wewe mwanamume na wako wewe mwanamke. Kwa hiyo inakuwa inashaurika zaidi tunapotaka kukutana tuwe tunaangalia tunakutana na watu wa aina gani.
Lengo nini? Ni kuepuka vile vinasaba visije vikawa ni vile vya kuleta mabalaa zaidi katika maisha yetu. Hilo ni la kwanza. Lakini la pili ni katika wale wanandoa wanapokuwa wameoana tena wakaleta watoto. Yule mtoto anakuwa anakusanya vinasaba kutoka kwa mama na anachukua vinasaba kutoka kwa baba. Kwa hiyo kumbuke, upande wa baba kuna tabia huko mbalimbali, kuna mambo huko mbalimbali katika ukoo wake huko. Maana huyo baba ujue ana mama na baba ambao ni babu wa huyu mtoto, na hao mababu wana baba zao. Kwa utaona vile kama nilivyoelezea genetic ambavyo au generation vile kizazi ambavyo kinavyo kuwa kinaenda mbali, kwa kinakuwa kinakuja kurithisha vitu. Na wewe mama ujue una mama yako ambao ni bibi wa huyu mtoto, na huyo bibi na yeye ana mama yake na ana baba yake ambaye atakuwa ni uzao au tuseme ukoo ngapi? Watatu. Kwa hiyo kuna vitu muhimu vya kuangalia, kuchunguza. Kwa hiyo inapotokea migogoro kama tunavyoona, tunasema siku hizi kuna single mothers, wale wa mama ambao wamezaa na wamezao mtoto mmoja au watoto wawili au watoto watatu, wakatengana, kukawa na migogoro. Mama akawa ameamua kukaa na watoto wote, huku hamjali baba wa yule mtoto, au mtoto wakati mwingine baba akawa amemchukua mtoto bila kujali upande wa mama. Kwa hiyo panapotokea migogoro lazima ujue kuna nguvu ambazo zitakuja kuleta athari kwa hawa watoto. Na hii ni elimu ambayo naitoa, kila mmoja anaweza kaihakikisha kwa kuchunguza yeye mwenyewe, kujichunguza au kuchunguza hata wale watu wake wa karibu, ili aweze kuona athari zipi zinazotokea kwa wale watoto ambao wanaobakia na migogoro kwa wazazi wao. Ni lazima kama hata wewe mama una uwezo ukamsimamia mtoto wako vizuri, ukamsomesha, akapata mali, lakini ujue huyu mtoto naye kwenye kizazi chake hawezi kupata watoto walioongozeka vizuri. Kwa nini? Kwa sababu kuna energy ambazo anazo, au kuna nguvu ambazo zitakuwa zinamshambulia, zitakuwa hazina yani zile baraka, hazina furaha katika maisha yake. Kwa hiyo utaona naye analeta watoto ambao watakuwa wanarithi tabia mbaya, ambapo inakuwa imerithiwa kutoka huko kwa wazazi au kutoka kwenu nyinyi wazazi wa sasa hivi, ambapo ile migogoro yenu inakuwa inaathiri mtoto. Kwa hiyo ni vizuri kusameheana ili kumnusuru mtoto. Ikiwa mama umepata tabu kulea mtoto, usiende kumfundisha mtoto tabia mbaya za kumchukia baba au kumfungia milango baba asije kumuona mtoto. Hapana. Kumruhusu baba kuja kumuona mtoto ni kumnusuru mtoto aweze kupata maisha yaliyokuwa mazuri, ili na yeye akileta watoto wake tena nyinyi mtakuwa ni mababu sasa watatu, ili msije kubakisha athari kwa yule mjukuu wenu. Haya ndio mambo ya kuzingatia zaidi katika hii elimu ya 2/n. Twaib, tukienda katika mtazamo wa kidini ya Kiislamu, nitagusa kidogo. Sijajua na upande wa dini nyingine itakavyofundisha kuhusu mambo ya ukoo na vizazi vya mtu. Vimekuwa katika Uislamu, ukoo na vizazi vya mtu vina nafasi ya kipekee, si tu kihistoria bali pia kiroho, kijamii, kisharia pia, yani kisheria. Na hapa chini itakuwa ni muhtasari wa mtazamo huo wa Kiislamu kuhusu vizazi na ukoo. Unaulingana na mtu wa ukoo wa vizazi 10. Tutaona namba 1, ukoo imekuwa ni baraka na amana. Yani amana ni uaminifu kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Allah Mwenyezi Mungu amesema katika Qur'ani, na tumekuumbieni wote kutokana na mwanamume na mwanamke, na tumekufanyieni mataifa na makabila ili mjuane. Hii ni aya ambayo ipo katika suratul Hujurat, ni sura ya 49 aya ya 13. Kwa tuna haya hii inaonyesha kuwa makabila, familia na nasaba ni mpangilio ya Mwenyezi Mungu kwa hekima ya kutuwezesha kushirikiana, kuelewana na kuheshimiana. Namba 2,
Kujua nasaba ni wajibu wa heshima na maadili. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, jifunzeni nasaba zenu ili muweze kuunga uhusiano wa jamaa. Yani inakuwa hii ni silatul arham, kuunga undugu. Na utaona katika Uislamu imekemea zaidi kukata undugu. Kukata undugu maana yake ndio kukata hiyo generation, hiyo kizazi. Wewe hutaki huyu amjue, hata ukikata ujue huyu ana vinasaba vya huo upande ambao unataka wewe kukata, haitasaidia. Kukata maana yake ni kutengeneza chuki, ni kutaka kumwambia mtu hayupo wakati yupo, kutaka kumuelekeza ndugu zake hawajue, wewe hutaki hawajue. Hii inakuwa ndio kukata rahim, yani qat'u rahim, kukata ile nasaba au kukata kizazi. Taib, hii ni hadithi ambayo inapatikana katika kitabu cha Imamu Tirmidhi. Na hii inaonesha ya kuwa kujua ukoo ni msingi wa kuimarisha undugu wa damu na heshima kwa waliotangulia. Kwa hiyo vizazi 10 vilivyotangulia vinawakilisha dhamana ya kihistoria na kiroho uliopewa. Taib, namba 3, upande wa mafundisho ya dini ya Kiislamu, muhimu wa familia na ukoo. Mababu waliotangulia wana nafasi ya dua na thawabu. Na utaona katika hadithi nyingine Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, mwanadamu anapokufa matendo yake ndiyo hukatika isipokuwa kwa mambo matatu. Matendo, yani hawezi tena kufanya yeye yale matendo, isipokuwa kuna mambo yanayomnufaisha, ni mambo matatu. Ile sadaka ya kudumu, ni sadakatun jaria, na pia elimu yenye manufaa, au mtoto waladun salih, au mtoto mwema ambaye atakayekuwa anamuombea dua. Hii hadithi ipo katika Sahih Muslim kuonesha umuhimu wa nini, wa kizazi. Hii ina maana kwamba wewe ni kiungo hai cha baraka kwa mababu zako. Ikiwa utawaombea, kuwaenzi au kutenda mema kwa niaba yao, kwa hiyo utakuwa nini, ni kiungo. Kwa hiyo wapendwa, naishia hapa kwa kuonesha tu muhimu, japokuwa kuna maelezo mingi katika Qur'ani kuonesha umuhimu kama huo. Ni ishie hapa kwa mukhtasari kwamba matatizo tunayatengeneza wenyewe wazazi kwa watoto zetu, na ndio pale tukasema tunarithisha tabia mbaya. Ile tabia unayoifanya wewe mzazi kwa mtoto, basi ujue na mtoto na yeye atakwenda kufanyiwa au kwenda kuifanya. Kwa hiyo ili tuepushe mirathi mibaya, ili kuepusha mafungamano mabaya ya kuwarithisha watoto tabia mbaya kupitia zile genes zetu, yani vinasaba vyetu, basi ni vizuri tukawa tunasameheana wazazi, lakini pia tukawa tunawafundisha maadili mazuri watoto, ili tuwapatie nafasi nzuri kuliko kuachia laana, kuachia matatizo katika maisha yao. Ndiyo, unaweza kulea mtoto leo vizuri, akawa tajiri, akawa kiongozi mkubwa, lakini katika kizazi chake, sio wewe umelea mtoto, hukulea kizazi. Kwa hiyo ina maana kile kizazi cha yule, kama utamwacha na hiyo laana aliyokuwa nayo na mabalaa aliyokuwa nayo, basi ujue hata watoto wake watakuwa ni mabalaa, na watoto nao watakuja kuleta watoto itakuwa ni mabalaa. Kwa hiyo tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie tu na uvumilivu. Lakini haya ni mambo yapo katika mafundisho ambayo yapo kidini, yapo kimila, kadhalika imekaa zaidi kwenye kiroho. Kwa hiyo karibuni sana katika darasa za Mwalimu Abul Hassan Jumar kwa maswali mbalimbali na maulizo na utatuzi wa shida zetu mbalimbali na tafsiri za ndoto mbalimbali. Karibuni sana. Asanteni.